Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asanteni sana. Nilioko mbele yenu ninatoka bima ya afya, nimemwakilisha meneja wa mkoa ambaye yuko kwenye majukumu mengine, lakini nimeambatana na wenzangu ambao tutawasilisha wasilisho la bima afya kwa wote na utekelezaji wake siku ya leo. Katika utekelezaji wa bima afya kwa wote imeenda kwa awamu. Sheria hii ilivyoanza 2023 ambavyo ilipitishwa, kuna makundi ambayo yaliona ni ya muhimu kuanza, ambao tulianza na wanafunzi Agosti 2024, lakini utekelezaji rasmi wa bima afya kwa wote ni Januari hii. Ndio maana tuko hapa na ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Rais. Tujue kwamba kila mwananchi ana haki ya kupata matibabu. Kila mwananchi ana haki ya kupata sio matibabu tu, kupata pia huduma bora. Kwa hiyo bima ya afya kwa wote ni lengo na ni suluhisho kuelekea kupata huduma za matibabu ambazo ni bora na zenye viwango. Lakini pia bima afya kwa wote inampa fursa kila mwananchi. Hii inatoa fursa sawa kwa wananchi wote kuwa na uhakika wa kupata matibabu. Hapo awali, watumishi wa serikali, watumishi wa sekta binafsi na baadhi ya makundi machache walikuwa ndo wanaweza kujiunga na bima afya kupitia bima za afya za wafanyakazi au vile vifurushi vya bima ya afya. Lakini kuelekea bima afya kwa wote kumetengenezwa kifurushi ambacho ni rafiki na kifurushi cha jamii ambacho kila mwananchi ana uwezo wa kujiunga, ambacho kinaitwa Faraja Afya. Kila mwananchi anaweza kujiunga na akapata matibabu ambayo ni Laki1.5 kwa. Huu ni utaratibu wa kuchangia au kulipia huduma za afya kabla ya kuugua. Ukiwa na bima ya afya na ukikata bima kabla ya kuugua, manake ni kwamba wote tunakuwa na uhakika kupata matibabu kwa fursa sawa. Lakini pia tukichangia bima ya afya manake nini? Ni wenye uwezo na wasio na uwezo wote tunakuwa na fursa sawa pia kupata matibabu. Kila familia ikijiunga bima ya afya inalipia shilingi Laki1.5 katika kile kitita cha jamii cha kawaida. Hiyo Laki1.5 ni kwa watu 6. Hao watu 6 ni yule ambaye ni mkuu wa kaya kwa maana ya kwenye familia na mwenza wake na wategemezi 4. Na kwa sasa imeboreshwa zaidi tofauti na ile iliyokuwepo ya ICHF. Unaweza ukawaunga watoto au wazazi kwenye kitita hiki. Kwa hiyo katika ile Laki1.5 ukigawanya kwa watu 6 ni shilingi 25,000. Sasa hivi tumehama kwenye mifumo ya kuprint card. Sasa hivi tunaenda kwenye utambulisho mmoja wa kutumia NIDA. Kwa hiyo mwenye NIDA atatumia namba yake ya NIDA kwenda kwenye matibabu. Mtauliza kuna wale ambao hawana NIDA. Wale ambao hawana NIDA watapewa namba maalum ya utambulisho ya kwenda kutibiwa. Lakini watoto pia kila mtoto atapewa namba yake ya utambulisho ya kwenda kutibiwa. Misingi ya kujiunga, lengo la serikali ni kuleta usawa kwenye matibabu, kumpa kila mwananchi fursa sawa ya kupata matibabu, lakini kulinda afya zetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba kuwasilisha. Kazi na utu. Kwa majina naitwa Miraji Kisile, ni mtumishi wa mfuko wa taifa bima afya. Awali ya yote tunapenda tumshukuru Mungu kwa kutupa fursa ya kukutana, lakini pia kushukuru uongozi wa wilaya ya Monduli kutupa fursa kuja kuzungumza nanyi. Kikubwa ni sisi kwa pamoja tushirikiane kuungana na serikali kuhakikisha tunawafikia wananchi kule maeneo ambako wapo katika usajili wa hizi huduma za afya na matibabu kupitia mpango wa bima afya kwa wote. Katika kile kitita cha shilingi Laki1.50, kwanza utaratibu wa usajili kama ulivyosema hapo awali, utasajiliwa kupitia ngazi za chini kabisa katika maeneo wananchi wanapotoka. Kuna wale watu wa huduma ya jamii, wale tunaitwa community health workers, wale mawakala wa kusajili line za simu, wale mfano Vodacom ama Airtel, na wale pia watawezeshwa kwa namna gani ya kuweza kusajili kusajili wale wananchi. Lakini 3, kupitia taasisi za kifedha. Tunashukuru tunaona watu wa NMB hapa wapo na wao watakuwa miongoni mwa wakala kuweza kuhakikisha kwamba wananchi hawa wanasajiliwa. Kutakuwa na mpango wa kudunduliza. NMB watakuja na huo mpango wa kudunduliza, mwananchi atafungua kibubu chake, kikishajaa Laki1.50 basi ataweza kuandikishwa hiyo kaya yake yeye pamoja na familia yake. Kitita cha Laki1.50 vitu ambavyo mwananchi ataweza kuhudumiwa. Cha kwanza ile gharama kuandikisha na kumwona daktari. Hata wale madaktari bingwa kabisa, wale super specialist, mwananchi ataweza kuwaona kupitia mpango wa bima afya kwa wote. Kwa hiyo akienda hospitali ile gharama kufungua faili ya kumwona daktari ile itakuwa inalipwa katika huo mpango wa bima afya kwa wote. Kuna mpango wa vipimo.
vipimo vya aina mbalimbali mwananchi huyu ataweza kupata. Hapa tunazungumza vipimo vya maabara, hata vile vipimo vya radiolojia, mfano x-ray, mfano ultrasound, hata vile vipimo vya damu, vipimo vya sukari, vipimo vya pressure, mwananchi huyu ataweza kupata. Gharama za vifaa tiba mbalimbali mwananchi ataweza kupata. Kwa mfano amevunjika mguu, labda kuna yale magongo ya kutembelea, mwananchi ataweza kupata. Kwa hiyo mpango huu wa bima afya kwa wote wa Laki1 na shilingi 50,000 ambao mwananchi atakuwa ameweza kulipia, ataweza kupata vifaa tiba ambavyo vimeainishwa zaidi ya 247. Lakini pia kuna gharama za upasuaji. Hapa tunazungumza upasuaji mdogo, mkubwa, hata upasuaji mwingine wa kitaalamu. Mfano, mpango huu umejumuisha operations za kina mama za kujifungua. Mwananchi atakayelipa Laki150 ataweza kulipiwa gharama ya upasuaji atapokuwa ameenda hospitali, kwa mfano mwanamama ataka kujifungua. Lakini pia kuna changamoto ya tezi dume, mfano hao wananchi wataweza kupata hizo gharama za upasuaji. Kwa hiyo mpango huu haujaweka kando yale magonjwa makubwa, umeweza kujumuisha yale magonjwa makubwa na muhimu kabisa ambayo nimekuwa ni changamoto kwenye jamii. Huu mpango unajumuisha gharama za kulazwa. Mwananchi anatakiwa kulazwa, gharama za kulazwa zote zimejumuishwa mule. Kwa hiyo kulipia kitanda, kumwona daktari, zote zimeweza kulipiwa pale, zitaweza kulipiwa kupitia huu mpango wa bima afya kwa wote. Kwa majina naitwa Gloria Mzirai, ni afisa wanachama mfuko wa taifa bima afya mkoa wa Arusha. Leo tuko halmashauri ya wilaya Monduli, nimemwakilisha meneja wa mkoa katika kikao cha PHC cha wilaya ambacho kinajumuisha wadau mbalimbali kwa ajili ya bima ya afya kwa wote. Utekelezaji wa bima afya kwa wote kwa maana ya maelekezo ya serikali na utekelezaji wa sheria yake kama ambavyo alielekeza Mheshimiwa Rais kwenye siku 100 za mwanzo kwamba utekelezaji wa bima afya utaanza kwa wananchi wote. Mkoa wa Arusha umeshaanza na leo tuko halmashauri ya wilaya ya Monduli ambako tumekutana na wadau mbalimbali ikiwa ni viongozi wa wilaya kuanzia mkuu wa wilaya hadi viongozi wa chini kutoka wenye viti wa vijiji kwa ngazi zote, kuwapa elimu ili kufikisha ujumbe wa bima afya kwa wote kwa wananchi na kuwahamasisha kujiunga na bima ya afya. Sisi kama mfuko wa taifa wa bima afya tunawahamasisha wananchi kujiunga kwa wingi. Mnavyojiunga kwa wingi katika maeneo yenu, mnarahisisha makusanyo katika kituo chenu yatakuwa ni makubwa kwa sababu malipo yatafanyika kwa mfumo wa capitation. Kwa hiyo kituo kitapata dawa, vitendanishi. Kwa hiyo mkifika pale mtatibiwa bila kikwazo chochote. Majina naitwa Yohana Menadi Skana, ni mwenyekiti wa bodaboda wilaya ya Monduli. Leo katika halmashauri ya wilaya ya Monduli tulikuwa na kikao kinachohusu bima ya afya kwa wote. Binafsi mimi kama mwenyekiti wa bodaboda wilaya ya Monduli ninaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea bima. Mimi kama mwenyekiti nimelipokea, nitalifanyia kazi kwa upande wangu nikiwa kama mwenyekiti wa bodaboda kwenda kuwahimiza bodaboda wenzangu ili waweze kujiunga na bima ya afya.